Na kwa kuwa Mheshimiwa Waziri alishakukaribisha Mheshimiwa Rais, karibu. Naomba kwa heshima na taadhima wote tusimame, tupige makofi mengi sana kwa ajili ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu. Tanzania oye! Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Naomba tukae. Nakushukuru MC Mheshimiwa Pascal Patrobas Katambi, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, kitambua pia uwepo wa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahmud, Mheshimiwa Najma Giga, mwenyekiti wa Kamati ya Bunge ya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama, Mheshimiwa Alice Ngagugu, Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, kitambua pia uwepo wa Naibu Waziri ndugu yangu Maduhu Kazi, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, tambue uwepo wa kamati wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wakiongozwa na CDF, lakini pia nitambue uwepo wa Bwana Rasi na kamati yake ya ulinzi na usalama mkoa wa Dar es Salaam, CGP Jeremia Yoram Katungu, mkuu wa Jeshi la Magereza ambaye leo ndio mwenyeji wetu kwenye shughuli hii, CP Hamis Bakari Hamisi, mkuu wa Jeshi la Magereza Zanzibar, Mheshimiwa Edward Pogolo, mkuu wa wilaya Ilala, Dr. Zena Mabeyo, mwenyekiti wa bodi ya wajumbe na wajumbe wa bodi ya chuo cha taaluma ya urekebishaji Tanzania TCTA, wakuu wa Jeshi la Magereza wastaafu mliopo pamoja nasi na makamishna wastaafu wa magereza, Sakep Willington Wilbard Kahumuza, mkuu wa chuo cha taaluma ya urekebishaji Tanzania, kitambua pia uwepo wa maafisa askari na watumishi wasio askari wa Jeshi la Magereza, wahitimu wote wa kozi ya uongozi ngazi ya juu na kozi ya uongozi daraja la pili, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, ndugu wanahabari, wageni waalikwa na washiriki wote wa shughuli hii, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Waheshimiwa, nami niongeze sauti yangu niungane na viongozi wa dini lakini pia walionitangulia kusema katika kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalia leo tumekutana hapa katika chuo cha taaluma ya urekebishaji Tanzania hapa Ukonga kwa ajili ya kufunga mafunzo ya uongozi wa ngazi ya juu na uongozi wa daraja la pili wa Jeshi la Magereza. Aidha, namshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi pamoja na Kamishna Jenerali wa Magereza kwa kunialika na kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Nataka nikiri kwamba hii ni mara yangu ya kwanza kufunga mafunzo ya aina hii kwa askari wetu wa Jeshi la Magereza. Tangu nimepewa dhamana ya kuiongoza nchi hii ni mara yangu ya kwanza. Ninachoshukuru leo, nimeifanya kazi kukiwa na baraka kubwa ya mvua. Na Waafrika tunaamini mvua ni baraka. Lakini jambo jingine ambalo wengi hamkuliona, wakati wahitimu wetu wako uwanjani, ilipita ATC lakini ikiwa na mwendo wa kupanda. Kapita na ndege nyingine ya nje ikiwa na mwendo wa kupanda. Ile ni ishara nzuri kwa jeshi letu. Zingepita zina mwendo wa kutua ningekuwa na wasiwasi. Lakini zimepita zina mwendo wa kupanda. Kwa hiyo hongereni sana. Vile vile nitoe pongezi kwa CGP na timu yake kwa maandalizi mazuri ya hafla hii. Imefana sana. Nimpongeze pia mkuu wa chuo pamoja na wanafunzi wote kwa kusimama na kuendesha mafunzo haya kwa mafanikio makubwa sana hadi kupata wahitimu leo. Kwa namna ya pekee naipongeza kwaya ya magereza iliyosema hapa.
kwaya mchanganyiko. Ilikuwa inafurahisha na inasikitisha. Inafurahisha kwa jinsi askari na wafungwa walivyoshirikiana, wakaimba vyema, na ni imani yangu kwamba hata huko kwenye magereza mnawapa muda basi wa kuimba na kucheza ili wapate moyo. Lakini nimesikitishwa kuona umri wa wafungwa wale, watoto wa kike wadogo, na wengine nilipata nafasi ya kuteta nao pale kwenye mabanda. Kama mzazi inauma kidogo, lakini yapo, yanatokea, na ndio maana jeshi hili lipo. Wanaofanya makosa wanahukumiwa, wanachukuliwa hatua, wanarekebishwa. Kwa hiyo nendeni kawarekebisheni mabinti zetu wale, ili wakitoka wawe mabinti wazuri. Lakini jengine niloliona leo na kupiga saluti kwa Muungano ni ngoma ya Kibati. Wachezaji wetu wamejitahidi sana kuiga maudhui na sauti na kucheza, lakini ukiwatizama unasema hawa si wao. Lakini Muungano umefanya kazi yake, na hivyo hivyo tutaeleweshana, tutabadilishana tamaduni zetu. Tanzania inaendelea kusimama kuwa moja. Asanteni sana. Hali kadhalika nawapongeza kwa dhati wahitimu wote wa kozi hii. Hapana shaka kufuzu kwenu kumetokana na nidhamu na ustahimilivu mlioonyesha katika kipindi chote cha mafunzo hadi siku ya leo mnapohitimu. Nawapongeza zaidi wale 5 waliopata tunzo za juu. Hongereni sana. Kama tulivyosikia kutoka kwa mkuu wa chuo, mafunzo haya yalianza Disemba 2025. Disemba 2025, yakishirikisha wanafunzi 659. Kwa bahati mbaya mmoja tumempoteza, lakini mmoja alifukuzwa kwa utovu wa nidhamu, na leo Mei 9, 2026 wanafunzi wetu wamehitimu. Hongereni sana wahitimu. Hongereni sana. Huu ni uthibitisho wa utimamu wa kimwili na kiakili pamoja na utii wenu katika kuzingatia taratibu za mafunzo. Ni imani yangu kwamba mafunzo haya yatakuwa nyenzo na chachu ya mabadiliko kiutendaji kwenu wahitimu, na mtakwenda kubadilisha ni mfumo wenu wa kufanya kazi mnaporudi sehemu zenu za kazi. Nimefurahi kusikia kwamba miongoni mwa wahitimu waliohitimu leo wapo wahitimu 15 kutoka Chuo cha Mafunzo Zanzibar. Inatia moyo, na hii nawapongeza kwamba mmewaza jambo kubwa la kubadilishana uzoefu, mafunzo, tactics za kufanya kazi, lakini pia kujenga ukakamavu kwa askari wetu Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Hili nalo ningelipendelea sana liendelee, na ni kuenzi muungano wetu. Intake zinazokuja, hii imechukua 15, intake zinazokuja kama wanafunzi ni 500 basi angalau 50 watoke Zanzibar, ili wengi waje wajifunze kwa wingi zaidi. Kuna mengi ya kujifunza ikiwemo urekebu kwa wafungwa. Zanzibar walianza siku nyingi kuita chuo cha mafunzo, huku tukabakia na magereza. Lakini je, yale mafunzo wamefikia wapi, na sisi tunaoanza tunakwenda wapi? Tubadilishane ujuzi na uzoefu ili tuone jinsi ya kurekebisha Watanzania wenzetu. Waheshimiwa viongozi, wahitimu na wageni waalikwa, Jeshi la Magereza lina nafasi muhimu katika mfumo wa haki jinai nchini. Jeshi hili lina jukumu la kutunza mahabusu na wafungwa pamoja na kusimamia urekebishaji wa wafungwa. Hivyo wahitimu wa leo mnapaswa kutambua wajibu wenu katika kutekeleza majukumu yenu kwa nidhamu, uadilifu, weledi na uzalendo. Lakini pia msimame kwenye viapo vyenu vya kazi zenu. Katika kutekeleza kwa vitendo dhana ya urekebishaji wa wafungwa, serikali imeendelea kufanya mageuzi ya mifumo ya magereza kwa kuweka vipaumbele katika urekebishaji wa tabia za wafungwa unaofungamanishwa na ujuzi na maandalizi ya mfungwa kurejea katika jamii akiwa na tabia njema ili aweze kutoa mchango unaostahili
katika ustawi wa maendeleo ya jamii. Nilipata bahati ya kutembelea mabanda ya maonyesho manne. Nimeona kazi wanazofundishwa wafungwa kwenye kazi za mikono, ushoni, utengenezaji viatu, ushoni wa nguo, lakini pia ushoni wa vitu nilivyokabidhiwa hapa. Utengenezaji viatu vizuri sana nimevikuta pale. Lakini kwenye ufugaji, maziwa na mazao ya maziwa, asali, ufugaji wa nyuki na mazao ya nta ile ya nyuki. Mambo ni mazuri sana. Natambua pia magereza ni wazuri kwenye kuchonga vifaa hivi, makochi, vitanda, makabati na mambo mengine, wazuri sana. Kwa hiyo fani zote hizi zinafundishwa kwa wanafunzi wetu. Changamoto ilipo, wakitoka wanakwenda kufanya nini? Wanakwenda kuanzia wapi? Ujuzi wanao, changamoto ni mtaji wa kuanzia, pahala pa kuanzia. Anaweza akababaisha ndugu zake wakampokea akapata pa kuanzia, mtaji tatizo. Nimesoma katika ripoti zenu kwamba wakitoka wanaunganishwa na halmashauri, lakini na mifuko mbalimbali. Nilikuwa nanong'ona na mkuu wa jeshi na waziri kuanza sasa kufikiria sera ya kuanza kuwachangia magereza katika shughuli zetu mbalimbali, na jinsi tulivyojipanga kuendeleza jeshi la magereza. Lianze sasa mfuko maalumu kwa wale wafungwa wanaotoka na ujuzi mzuri, kuanza kupatiwa chochote cha kwenda kuanzia kazi, ili wafungwa wale wasiwe wanarudi tena. Katika kutembelea maonyesho, niliongea na mmoja ambaye ananiambia, mimi sasa ni fundi mzuri wa kushona nguo za kike na nguo za kiume, ninashona vizuri. Tatizo langu nikitoka na kwenda kuanza wapi? Ndugu zangu sawa watanipokea, lakini nakwenda kuanza wapi? Naanzia na nini? Akaniambia kwamba wengi wanaorudi, na akasema, Mheshimiwa Rais, fanyeni utafiti, wengi wanaotolewa kwa msamaha au kwa kumaliza adhabu wanarudi tena kwenye magereza ni kwa sababu kule hawajui wafanyeje, hawajui waanzie wapi. Wanafanya kwa makusudi uhalifu, akamatwe, ashtakiwe, arudi huku anakolala na kula bure, maisha yaendelee, umri uendelee. Kwa hiyo hayo si mambo mazuri. Kwa ningekuomba mkuu wa jeshi, hebu yafanyeni utafiti na tuone jinsi ya kushughulika nayo. Hapa nataka niwapongeze Jeshi la Magereza kwa utekelezaji mzuri wa mapendekezo yaliyotolewa na Tume ya Rais ya Haki Jinai. Mengi ya mapendekezo yale nilikuwa nayapitia jana, hivi wamefanya nini? Mengi ya mapendekezo yale yametekelezwa, bado mengine madogo, mengine yanaendelea kutekelezwa, mengine hayajaguswa kabisa, lakini nimepata faraja kuona utekelezaji ule. Nimefurahi kusikia hatua zinazochukuliwa katika kuimarisha programu za urekebishaji. Niwapongeze kwa hatua hizo. Mmetaja maandalizi ya miongozo, mitaala mipya, elimu ya amali, kilimo, mafunzo ya ufundi stadi, ufugaji, ujasiriamali, ujenzi pamoja na ushirikiano na mamlaka za elimu ya mafunzo ya ufundi stadi VETA na chuo cha uhasibu Arusha katika kutoa vyeti kwa wafungwa waliopata ujuzi wakiwa wanatumikia vifungo vyao. Hili ni moja katika eneo ambalo Tume ile Haki Jinai walilionyesha utaratibu wa urekebu kwa wafungwa wetu. Hakika hatua hizi ni muhimu na zinapaswa kuendelezwa ili ufikie malengo ya kuwa na wafungwa wenye tabia njema na zinazokubalika katika jamii. Lakini vile vile ujuzi utakaowasaidia katika kumudu maisha yao pindi wanapomaliza vifungo vyao, pamoja na kushiriki vyema katika jitihada za kujenga jamii yenye amani na utulivu na inayochukia vitendo vya uhalifu. Niwaombe sana mafunzo yanayotolewa kwa wafungwa yawe na ubora na viwango vinavyotakiwa, lakini pia tuwe na mfumo wa ufuatiliaji ili kuona kama mafunzo hayo yanasaidia jamii. Tunasema evaluation and monitoring, si ndio? Kwa wanapotoka tuwafanyie monitoring.
na hapa ndio kuna kuja umuhimu wa jeshi letu kutumia mifumo ya TEHAMA, kwa sababu wanapoingia tunakuwa na kanzidata yao, wanapotoka tunajua wapi wametoka, wangapi, wameenda maeneo gani, na ni rahisi kuwa monitor kule waliko wanafanya nini na kuwafanyia tathmini. Ni rahisi. Kwa matumizi ya TEHAMA nitayazungumza baadaye, lakini pia ni muhimu kujua idadi ya wahitimu waliopata ujuzi unaotambulika, wanavyoitumia ujuzi wao badala ya kumaliza vifungo vyao kama nilivyosema, waliounganishwa na fursa za kiuchumi, iwe halmashauri, VETA au SIDO, na hapa pia TEHAMA inafanya kazi yao. Mkisha kuwajua ni wangapi, ni rahisi kuwasiliana na mifumo ya taasisi hizi, mkawaambia kuna hawa tumewaleta, tunaomba tuwalete, hawa wana ujuzi huu, wana ujuzi huu, wana ujuzi huu. Hizi taasisi nyingine zikaendelea nao. Lakini pia sekta binafsi au hata vikundi vya uzalishaji vinaweza vikawatumia, na kwa kiwango cha kurudia uhalifu baada ya kutumikia kifungo pia tufanye tathmini kiwango kinachorudia uhalifu baada ya kumaliza kifungo chao au adhabu zao. Takwimu hizi zitatuwezesha kupima na kujua iwapo urekebishaji wetu unafikia malengo tunayoyatarajia au iwapo kuna mapungufu tuweze kuyarekebisha. Kwa maana nyingine, nataka kuwa na mfumo madhubuti wa ufuatiliaji na tathmini baada ya kumaliza vifungo. Waheshimiwa viongozi, wahitimu na wageni waalikwa, hatua zinazochukuliwa na Jeshi la Magereza za kuwa na mipango ya urekebishaji au urekebishaji wa tabia za wafungwa ni mwelekeo sahihi wa utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 inayosisitiza kujenga taifa lenye taasisi imara za ulinzi zinazoleta nchini amani na utulivu, zenye ujuzi na zenye kuzingatia ushindani wa kiuchumi na maendeleo jumuishi. Huu ni utekelezaji wa lengo la 16 ya yale malengo ya kimataifa. Lengo la 16 la maendeleo endelevu la Umoja wa Mataifa linalohusu amani, haki na taasisi madhubuti. Taasisi madhubuti zinaleta amani na zinasimamia haki nchini. Sasa urekebu huu ni kufanya jamii huko ikaishi kwa amani, haki, lakini pia kuleta utulivu nchini. Kwa ujumla, hatua hizi tukizitekeleza kwa ufanisi zitasaidia kupunguza kujirudia kwa uhalifu, kujenga ujuzi na kuwezesha taifa kuwa na nguvu kazi inayoweza kurejea katika uzalishaji na kutoa huduma, hivyo kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Waheshimiwa viongozi, wahitimu na wageni waalikwa wenzangu, nizungumzie sasa matumizi ya TEHAMA. Matumizi ya TEHAMA katika utekelezaji wa majukumu ya Jeshi la Magereza ni jambo lisiloepukika ili kuendana na wakati tuliopo na teknolojia za kisasa. Katika hili nimefurahi kusikia taarifa kuhusu matumizi ya mahakama mtandao katika magereza yetu, na hili lilikuwa moja katika pendekezo la Tume ya Haki Jinai. Hatua hii ni muhimu katika kupunguza gharama za usafirishaji wa mahabusu, lakini pia usalama wa mahabusu. Badala ya kufanya gengi wakamshambulia dereva, gari likapata misukosuko, wakapata nafasi ya kutoroka, lakini hizi za mtandao zinakuwa salama zaidi kwao na salama kwa askari wetu pia. Na kuharakisha upatikanaji wa haki. Hizi mitandao zinaharakisha pia upatikanaji wa haki. Takwimu zimesomwa hapa toka wameanza kutumia, kesi kadhaa zimesikilizwa, zimekamilika na kila mtu amepata haki yake. Niwaombe sana muongeze juhudi katika eneo hili. Shirikianeni na taasisi za mamlaka nyingine za serikali zenye uwezo mkubwa katika masuala ya TEHAMA. Vile vile nilipongeze Jeshi la Magereza kwa kutekeleza kwa vitendo ajenda yetu ya nishati safi ya kupikia. Nilipoianzisha nilidhani haitawezekana. Leo ninafurahi kusikia magereza yote yanakwenda na nishati safi ya kupikia. Nilitembelea gereza moja pale Zanzibar.
na nikaona sehemu kunakopikwa, moshi umetanda kila pahali, kubaya. Nikajiuliza rohoni, hivi mimi nikiona jikoni hili kukipikwa nitakula kweli? Huna moyo wa kula. Lakini ndo hali yetu ilivyokuwa. Na kwa bahati nzuri nilizungumza na NGOs za kule, nadhani wameanza kuchukua hatua za kubadilisha majiko yetu, na sasa tunakwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Sasa tuongeze nguvu huku. Kama bara mmemaliza kote, mhakikishe magereza yote yanajengwa na miundombinu yenye nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo hongereni sana kwa upande huu. Inatusaidia kupunguza maradhi kwa wale wapishi wetu, lakini inatusaidia kulinda mazingira. Fikirieni miti iliyokuwa ikikatwa kule nyuma, magari ya magereza, jeshi, polisi na vikosi vingine iliyokuwa ikaenda ikipakia makuni huko na kupeleka ili. Sasa yale tumeyapunguza, hata kama kuna ukataji sio mkubwa kiasi kile, na tutakwenda tufikie pahali hakuna ukataji kabisa wa miti kwa ajili ya nishati ya kupikia kwenye taasisi zetu. Kwa hiyo niwapongeze kwenye hili mlilolifanya. Vile vile nataka nisisitize na nielekeze Wizara ya Nishati kuendelea kusimamia na kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa taasisi mbalimbali za serikali na sekta binafsi. Tukifanya hivyo, tutakutana na utayari, tutalinda mazingira na afya zetu na kupunguza gharama za uendeshaji pia. Kuhusu uzalishaji katika Jeshi la Magereza, nimejionea mwenyewe nilipotembelea mabanda ya maonyesho ya bidhaa, na kama nilivyosema, lakini nataka nisisitize kwenye maneno kujitegemea. Twendeni kwenye kujitegemea. Nimepata fursa ya kuzungumza na mkuu wa Jeshi la Magereza na kuna maelekezo nimempa ili jeshi lijitegemee. Jeshi hili lina utajiri mkubwa wa ardhi. Tuna ardhi nyingi sana, lakini ukizunguka huko ardhi haitumiki ipasavyo, bado inatumika kidogo kidogo. Kwa hiyo nimempa maelekezo nini cha kufanya ardhi yetu itumike ipasavyo na kisasa, izalishe. Njia pekee ni kushirikiana na sekta binafsi katika uzalishaji. Itapunguza gharama kwa jeshi katika kuwekeza kwenye uzalishaji, lakini pia jeshi litakuwa linapata mapato kutokana na kuwa na ardhi yetu wenyewe, inazalisha, tunaitegemea kwa chakula na tunapata mapato mengine. Kwa neno nalotaka kusisitiza ni kuzalisha. Lakini kwa upande mwingine niwapongeze kwa kazi mnazoendelea kufanya katika kilimo, ufugaji na uvuvi zinazolenga kulifanya jeshi kuwa na usalama wa utoshelevu wa chakula. Jitihada hizi zitaipunguzia serikali mzigo wa bajeti, amesema waziri hapa. Mpaka tunavyozungumza kazi mnayoifanya imeshakata karibu bilioni 21. Hizo mnajitegemea, ingawa bado serikali inaleta fedha nyingine za chakula na mambo kama hayo, lakini polepole tutakwenda kupunguza gharama za uendeshaji wa magereza yetu. Katika kuzungumza na mkuu wa Jeshi la Magereza alinieleza changamoto zinazolikabili jeshi, nami nikazichukua, lakini pia alileta maombi maalum. Maombi aliyoleta, la kwanza ni lile la gereza la Msalato pale Dodoma, ambalo linieleza kwamba ni gereza la mfano, linaendelea kujengwa, lakini aliniomba kuwe na mtiririko mzuri wa fedha ili gereza lile limalizike kwa wakati na liwe gereza la mfano kwenye ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki. Na gharama alionipa ni bilioni 21. Nataka niseme nitakwenda kupekua mifuko tuhakikishe gereza hili linakamilika kwa wakati. Lakini la pili alilolileta kwa masikitiko makubwa ni nyumba za watumishi, na kwa bahati mbaya pesa ni nyingi, na hili nimemwambia nalipokea na tutakwenda hatua baada ya hatua. Sababu kama tumalize nyumba zote za watumishi wa magereza
kunahitajika trilioni 2.2. Hiyo ni bajeti ya miaka mingapi ya jeshi zima la magereza? Miaka 6 sijui 7 au zaidi. Kwa hiyo hapo tutakwenda polepole, lakini tutahakikisha fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi zinakwenda mwaka hadi mwaka na nyumba zinajengwa jinsi uchumi utakavyoturuhusu. Ndugu zangu, pamoja na hayo changamoto na maombi, nimeiangalia ripoti ya haki jinai. Kuna mambo machache ambayo bado hayajaguswa na mimi naomba niyakumbushe. La kwanza, au kama limeguswa sijayasikia, ripoti ile ilipendekeza kuwa na mahabusu za watoto na shule za maadili ziongezwe na watoto wasichanganywe na wafungwa watu wazima. Hilo la kwanza. Lakini la pili, bima za afya za wafungwa wetu. Nadhani mnaweza mkaanza kulifanyia kazi na mkaona vipi mnaweza mkalishughulikia. La tatu ambalo liko kwenye mapendekezo sijalisikia ni wale wafungwa wageni waliomaliza kifungo chao, jinsi ya kuwapeleka kwao. Nilikuwa namuuliza mkuu hapa, akanambia wakimaliza, na baada ya kumuona mmoja yuko kwenye kwaya hapa na anasema Kiswahili kizuri sana. Hongereni sana magereza. Na nadhani mnao 2 watatu ambao mmewafundisha maadili ya Kitanzania na lugha ya Kitanzania. Akaniambia kwamba wanapomaliza kifungo wanakabidhiwa immigration na wanapelekwa kwao. Lakini tuna tatizo sugu la wafungwa wa nchi mnayoitambua ambao wamemaliza kifungo kwao hawawapokei, wapo tu. Sasa tuangalieni kisheria na tulimalize hili. Wanatoka vipi, tunawakabidhi vipi, wanakwenda kwao vipi? Tuliangalie hili ambao pia ni pendekezo la Tume ya Haki Jinai. Na jengine, haki jinai walisisitiza ujenzi wa mahakama za wilaya, na faraja yangu ni kwamba wilaya nyingine ujenzi unaendelea, wilaya nyingine wanazo, lakini pamoja na hayo tuna wilaya 59 ambazo bado hazijawa na magereza. Sasa hilo nalo ni sisi watoa fedha na nyinyi watekelezaji, twendeni tukayafanyie kazi kwa pamoja. Hayo ndio maeneo yaliyobaki, lakini mengine yote mlishatekeleza. Hongereni sana, hongera mkuu wa jeshi. Waheshimiwa viongozi, wahitimu na wageni waalikwa, kabla sijahitimisha nirejee tena kusema kwamba Jeshi la Magereza ni chombo muhimu na kinabeba taswira ya nchi yetu katika mfumo mzima wa haki jinai. Hivyo mnapotekeleza majukumu yenu, tekelezeni kwa nidhamu, haki, weledi na usawa, na kwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zilizowekwa, na kwa kuzingatia maslahi ya taifa. Hapa nataka niongeze kidogo. Tuna wafungwa wanaume na wanawake. Najua wanawake wanashughulikiwa na wanawake wenzao, lakini najua pia kwamba wanawake wana mahitaji makubwa au ya ziada kuliko wanaume. Kwa hiyo wale mnaochunga wafungwa wanawake, haki zao, utu wao, naomba uheshimiwe. Ni wahalifu, wamekosa, wanaadhibiwa, lakini utu wao uheshimiwe na wapate nafasi yao kama wanawake. Maumbile yao ni tofauti na wanaume. Kwa hiyo hilo nataka nilisisitize, kuhakikisha haki ya wafungwa wale inatendeka. Mwisho kabisa, nihitimishe kwa kuwapongeza tena wahitimu wote kwa kukamilisha mafunzo yenu. Nawapongeza kwa gwaride zuri, ukakamavu na nidhamu mlioionyesha pale uwanjani. Ilikuwa excellent. Hongereni sana. Niwapongeze pia wakufunzi na wote waliochangia kwa namna moja au nyingine kufanikisha safari hii ya mafunzo. Na ni imani yangu kwamba intake zitakazozidishiwa ukakamavu zaidi ya hawa. Na baada ya kusema hayo, sasa kwa mamlaka nilionayo, natamka kuwa mafunzo ya uongozi ngazi ya juu kozi ya 28 na uongozi daraja la pili kozi ya 48 ya mwaka 2025-26 ya Jeshi la Magereza sasa yamefungwa rasmi
Makofi mengi. Asanteni sana. Na kwa kuwa mlishavishana vyeo pale uwanjani, sasa kuanzia sasa nyinyi mna renki hizo mpya mlizo nazo. Na niwatakie nyote utekelezaji mwema wa majukumu yenu katika nafasi mbalimbali. Kabisa. Nakushukuru Mkuu wa Jeshi la Magereza na wote wafanya kazi kwenye jeshi hili kwa zawadi nzuri mlizonipa. Kuna tuzo hapa nimepewa, na wakati napokea maelezo niliambiwa kwa kubadilisha hadhi ya Jeshi la Magereza, ndio maana nimepewa ile tuzo. Lakini pia nimepewa zawadi ambazo wale wanafunzi wetu wamezitengeneza, na mimi nimeona kwa macho yangu wakizitengeneza pale. Niwapongeze sana na nashukuru sana. Zawadi zile popote zitakazotumika, nikisema ni wanafunzi wa magereza ndio wametengeneza, nadhani tutavutia watu kuuliza zinapatikana wapi. Kwa sasa mjipange, zinapatikana wapi? Sabasaba peke yake au zinapatikana wapi? Sababu tukija Sabasaba mambo mazuri mnayaweka pale, lakini tukitaka nje ya Sabasaba wapi zinapatikana hatujui wapi. Kwa nadhani mjipange kwa hilo pia. Lakini pia nimeambiwa mama, ngozi inafifia, unafanya kazi nyingi, kwa tunakupa ng'ombe wawili ukakamue maziwa, unywe maziwa. Mmoja atatoa maziwa, mmoja atasababisha maziwa yapatikane. Nashukuru sana kwa hilo. Asanteni sana. Haya, makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Haya, asante. Makofi mengi tena kwa Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Tanzania.